Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni Iran imetoa onyo kwa nchi za Ulaya kwamba ole wao waingie vitani wakisaidia Marekani na Israel watakuwa lengo halali. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wakati huu ikiendelea na vita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ikipambana vilivyo na Marekani pamoja na Israel, imetoa onyo jingine kwa nchi za Ulaya ikiwaambia wazungu kwamba hawapaswi kuingilia kati mzozo huo na wanapaswa kukaa kimya kama walivyokaa kimya wakati huu, na hawapaswi kumsaidia rais wa Marekani Donald Trump, la sivyo makombora yao yenye uwezo wa kufikia katika mataifa yao yatafika bila shaka. Iran imetoa onyo hilo kwa nchi za Ulaya ikisema zinaweza kuwa lengo halali ikiwa zitaungana na Marekani na Israel katika vita vya nchi hiyo. Akizungumza katika mahojiano na France 24 siku ya Ijumaa, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Majid Ravanchi alisema Tehran tayari imetoa onyo kwa mataifa ya Ulaya kuhusu kuhusika katika vita hivyo. Tayari tumeshawajulisha wazungu na kila mtu mwingine kwamba wanapaswa kuwa uangalifu wasishiriki katika vita hivi vya uchokozi dhidi ya Iran, alisema Ravanchi. Ravanchi aliongeza kuwa nchi yoyote itakayojiunga na kampeni ya kijeshi itakabiliwa na kisasi. Iran italipiza kisasi, kamwe haitoweza kuacha yeyote ambaye ataingilia kati jambo hili. Ikiwa nchi yoyote itaungana na Amerika na Israel katika uchokozi dhidi ya Iran, zitakuwa pia walengwa halali wa kulipiza kisasi kwa Iran, alisema Ravanchi. Hata hivyo, Iran imetoa onyo kwa muda mrefu kwamba taifa lolote ambalo litaunga mkono mipango ya Marekani katika kuingilia vita katika taifa hilo basi yatakuwa ni malengo halali. Ikumbukwe Marekani ipo katika umoja wa NATO. Lakini hata wakati huu bado hakuna taifa ambalo limejitokeza kwa ajili ya kutaka kuunga mkono mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Bado haijafahamika ni kutokana na namna ambavyo Iran imefanya mashambulizi yake dhidi ya washirika wa Marekani ama ni kivipi NATO wameanza chuki dhidi ya Marekani kutokana na kauli za rais wa Marekani Donald Trump. Maoni yanakuja wakati nchi za Ulaya zimeanza kuongeza vikosi vyao vya kijeshi katika eneo hilo. Ufaransa imetangaza kutumwa kwa ndege aina ya Tonnerre iliyobeba helikopta inayozunguka amphibious kwenye bahari ya Mediterranean kulingana na kituo cha utangazaji cha BFM TV. Chombo hicho kitaungana na shehena ya ndege za Charlie de Gaulle ambayo inasemekana iliwasili katika eneo hilo mapema baada ya kufanya kazi hapo awali katika bahari ya Baltic. Na wakati huo huo Uingereza imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Ghuba. Waziri Mkuu Keir Starmer alifanya mazungumzo na mfalme wa Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa siku ya Alhamisi akiahidi kupeleka ndege za kivita ili kutoa ulinzi wa anga katika eneo la Ghuba. Starmer pia alitangaza kuwa ndege 4 za kivita za Typhoon zitatumwa Qatar kufuatia maombi kutoka kwa washirika. Mvutano wa kieneo umeongezeka tangu Marekani na Israel zifanye mashambulizi makubwa dhidi ya Iran siku ya Jumamosi. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 1300 akiwemo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei pamoja na zaidi ya wasichana 150 wa shule na maafisa wakuu wa kijeshi. Iran imejibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kulenga vituo vya Marekani katika eneo zima la Mashariki ya Kati, lakini pia vituo vyake vya kidiplomasia na wanajeshi katika eneo lote pamoja na miji kadhaa ya Israel ukiwemo mji wa Tel Aviv ambao wakati huu maeneo mengi yanaonekana kuwa ni magofu katika nchi hiyo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Bila shaka na wewe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii. Ikiwa bado hujafanya hivyo, hii itakusaidia kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.